Serikali zetu zote mbili, yaani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, zinatambua na kuthamini mchango mkubwa wa viongozi wa dini na taasisi za dini hapa nchini katika kuimarisha amani, maendeleo na maadili mema kupitia mafundisho ya dini. Natoa wito kuendelea kuamrishana mema na kukatazana mabaya kama alivyotuagiza Mola wetu mtukufu katika Surat Al-Imran aya ya 104. Naomba kunukuu pale aliposema, liwepo kundi miongoni mwenu linalowaita watu katika kheri na linaamrisha mema na kukataza mabaya, na hao ndio waliofaulu. Mwisho wa kunukuu. Kwa upande wa wahitimu wa Qur'an na washindani wote, na wasihi kukumbuka ushindi sio tu kupata zawadi au cheti, bali ni kupata radhi za Mola wetu mtukufu na kuishi kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika naisihi jamii kwa ujumla kuendelea kuimarisha maadili mema, kulinda amani, mshikamano, maelewano na kupambana dhidi ya mmong'onyoko wa maadili kwa kutumia mwanga wa Qur'an tukufu. Bila shaka sote tunafahamu kwamba mwenye kushikamana na Qur'an ni mbora mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu, kama tulivyoelezwa na kiongozi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, mwenye kushikamana na Qur'an ni watu wa Mwenyezi Mungu na hao ni wateule wake. Kupitia ujumbe huu nawaomba sana wananchi kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe mosi mwezi wa Machi 2026. Naomba nirudie. Kupitia ujumbe huu nawaomba wananchi wote wa mikoa mbalimbali Tanzania kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026 panapo majaliwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa ili kushuhudia mashindano haya na kupata fadhila kubwa kutoka kwa Mola wetu mtukufu. Jambo hili si jambo la kawaida na halipatikani kila siku. Huwezi tu ukakaa ukasema leo mwezi huu nataka kulipata jambo hili. Zawadi kuu mwaka huu kwa mshindi wa kwanza atakayetokea popote pale ambapo atatokea, atajinyakulia shilingi milioni 30 taslim kutoka PBZ Ikhlas. Mashindano haya ni mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Ni wako wengine wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla ambao wanafuatilia mashindano haya, wanafuatilia mwongozo huu ambao Mwenyezi Mungu ameushusha kwetu kwa kupitia Al Hikma Foundation. Tunawashukuru sana. Wanafanya kazi kubwa sana ya kujenga maadili na mioyo ya wana Dar es Salaam. Wanafanya kazi kubwa sana ya kutuunganisha wana Dar es Salaam. Hatuwezi kusema wana Dar es Salaam tunayo fahari kwa sababu tunavyo askari au tunayo nini, lakini uwepo wa Al Hikma Foundation, uwepo wa mashindano haya yanatupa umoja na mshikamano wana Dar es Salaam. Tunawashukuru sana. PBZ imekuwa mdhamini mkuu wa mashindano au harakati hizi tangu mwaka 2022 na hadi hii leo mwaka 2026. Dhamira yetu haijabadilika. Dhamira yetu, nia na matarajio, ikishirikiana na wafanyakazi, ikishirikiana na wateja wetu, na hasa kwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kuhakikisha kwamba tunaunga mkono Qur'an tukufu, maadili mema na maendeleo ya jamii iko thabiti.